Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na sakata ambalo linaendelea huko mitandaoni kumhusu Nicole Jobery. Nadhani utakuwa unafahamu huyu bidada ni mmoja kati ya wanawake ambao ni maarufu sana hapa Tanzania, wamekuwa wakifuatiliwa kwa muda mrefu. Kama unavyoelewa ni kwamba Nicole anashikiliwa na jeshi la polisi kwa makosa ambayo ameyafanya ya kukusanya fedha bila kuwa na kibali. Umeona bwana, mambo yale ya kuchezesha upatu ni vitu ambavyo kumbe ni kinyume cha sheria, kwa sababu unakuwa hauna kibali. Michezo yoyote ile ya kifedha lazima uwe na kibali kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ndivyo unaweza ukaruhusiwa kufanya vitu vyovyote vile kuhusiana na mambo ya kifedha, hususan fedha kutoka kwa umma. So Nicole, kitu ambacho alichokuwa amekifanya kuchezesha upatu ilikuwa ni kosa kisheria, na kikubwa zaidi ni kwamba inasemekana kwamba baada ya kukusanya fedha hizo akataka kutokomea nazo Nigeria, ambapo watu ambao walikuwa wamekusanya hizo fedha kwake walikuwa wakimpigia simu, alikuwa hapokei, kitendo ambacho kikapelekea kutoa taarifa polisi na kumkamata Nicole kipindi yuko airport akiwa anataka kuanzisha safari ya kwenda Nigeria. So sakata hili linaelekea zaidi ya wiki sasa hivi, Nicole akiwa yuko chini ya ulinzi, akiwa bado ameshikiliwa na jeshi la polisi, ambapo mpaka sasa hivi kitu ambacho tumekiona bwana ni kwamba Nicole moja kwa moja ni kwamba tumeshuhudia yani hivi karibuni ni kwamba watu wengi sana wamekuwa wakizungumza, maana siku ya jana tu hapa alipelekwa mahakamani tayari kwa ajili ya kusikiliza mashtaka, na katika mashtaka hayo ni kwamba wametaja kwamba anadaiwa takriban ametapeli au ameondoka na pesa za watu, amekusanya pesa za watu takriban zaidi ya milioni 180 za Kitanzania. Lakini pia vile vile kuhusiana na kesi ambayo inayomwandama ambapo itaendelea mwezi huu tarehe 29 huko, ni kwamba kwa ajili ya yeye kupata dhamana, yani kwamba aendelee kusikiliza kesi yake akiwa anatokea nje, ni alitakiwa atoe dhamana ya pesa za Kitanzania milioni 46 na laki 3. Unaona? So kiasi hicho cha fedha hakijatolewa, hakijalipwa, hivyo basi Nicole moja kwa moja amerudishwa rumande kwa ajili ya mpaka siku ambayo kesi hii itatajwa tena. So kutokana na hali hiyo ya Nicole na hii kesi ambayo inayomwandama, watu wengi sana wamekuwa wakizungumzia hili swala, na jana nadhani utakuwa unakumbuka kwamba tulizungumzia kitu ambacho alikizungumza Juma Lokole. Leo bwana tuko hapa na habari ambayo ameizungumza Maimartha wa Jesse, ambaye naye pia ni mmoja kati ya wadau wa habari huko mitandaoni, na pia leo amekuja na la kwake akiwa anadai kwamba Watanzania wasanii wanatakiwa kwanza kabisa wamsupporti Nicole Jobery kutokana na hiki ambacho kinachomwandama. Japokuwa watu wengi sana wanaweza wakajiuliza kwamba Nicole kama amekusanya fedha hizo zote takriban zaidi ya milioni 180, je, amepeleka wapi? Hakununua hata kiwanja wala asset yoyote ile ambayo angeitumia kama dhamana pale ambapo mahakama kama hivi ilivyohitaji milioni 46 na laki 3 kama dhamana kutoka kwake, au asset ambayo haiyamishiki. Basi watu wanatakiwa wasifikirie hilo, lakini wasanii washikamane waweze kumsupporti. Ni kwamba Maimartha amewataja wakina Wema Sepetu, amewataja wakina Jacqueline Wolper, amewataja wafanya biashara wenzie Nicole, waigizaji wenzie, akamtaja mpaka Harmonize, akawa ametilia mkazo zaidi kwa Harmonize, akidai kwamba Harmonize naye alikuwa na relationship nzuri tu na Nicole, walikuwa ni watu wa karibu kwa muda mrefu. Nadhani utakuwa unakumbuka tokea kipindi kile walivyofanyaga ile video ya bedroom ambapo Nicole alitumika mule ndani kama video vixen wa ile ngoma. Ni kwamba pia tukasikia rumors kipindi hicho Harmonize alikuwa yuko katika ndoa na Sara yule Michelotti, mwanadada wa Kiitaliano. Ni kwamba Sara alienda kufanya fujo nyumbani kwa Nicole akiwa anahisi kwamba Harmonize yupo nyumbani kwa Nicole, na tayari gari ya Harmonize inasemekana kwamba ilikuwa imepaki nyumbani kwa Nicole, which means kwamba Nicole na Harmonize walishawahi kuwa na mahusiano. Kwa hiyo Maimartha ametilia mkazo humo akidai kwamba Harmonize akiwa kama alishawahi kuaga na mahusiano mazuri tu na Nicole huko zamani, basi sasa hivi ni muda ambao Nicole anahitaji support ya mtu yoyote yule ambaye ameshawahi kuishi naye vizuri. Basi ni jambo la heri kwake Konde Boy kumsupporti Nicole kwa kumtolea hiyo dhamana ambayo anadaiwa. Kwa hiyo Maimartha amegusia pia swala hilo hapo, ilikuwa ni boyfriend wake kabisa. Umeona bwana, kwa hiyo ni kwamba Maimartha amegusia issue ya Harmonize akisema kwamba Harmonize alishawahi kuaga boyfriend wake kabisa, na moja wapo ilikuwa ni boyfriend wake kabisa. Umeona bwana, sasa wadau mbalimbali na page kibao zimekuja kuripoti kuhusiana na habari hiyo ambayo ameitoa huyu hapa, si mwingine bali ni Maimartha wa Jesse, ambapo hapa kuna page imeandika kwamba bwana imebidi nicheke tu. Kuna page nyingine hapa wamekuja wameandika kwamba
msaidieni kidogo, wameandika kwamba msaidie kidogo, kumbuka alishakuwa mtu wako. Huyo ni Maimartha amezungumza hivyo. Harmonize alikuwa ni mpenzi wa Nicole, kwenye hili hawezi kumkwepa. Akumbuke basi hata mazuri yake, amsaidie pia. Hata Wema Sepetu naye amsaidie Nicole, Wolper, Juma Lokole na mastaa wengine. Star kama huyu Nicole ni kukosa dhamana ya milioni 46.3 ni huzuni na fedhea. Umeona bwana, Maimartha amesikika akizungumza hivyo. So wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hii issue ambayo sasa hivi ina trend huko mitandaoni kuhusiana na kesi ya Nicole na kukosa kwake kwa dhamana. Watu hapa wamekuja wameandika kwamba bwana Hamo alishakula imeisha. Kuna mtu ameandika hivyo, mtu mwingine anasema kwamba bwana huyu si sawa na wezi wengine tu, ifike mahali tupaze sauti ya hawa majambazi wa kidigitali. Huyu ni sawa, huyu si sawa tu na wezi wengine, ifike mahali tupaze sauti kwa hawa majambazi wa kidigitali. Ana tofauti gani na wale wanaochomwaga matairi? Haya, huyu hapa anaitwa Dalali Soso anasema kwamba bwana, shida unaweza uweka bondi alafu mtuhumiwa akatoka akaja kusepa, matatizo yakakuangukia wewe. Umeona, kuna mtu ameandika hivyo. Kwa sababu bwana Siana Shamba huyo alisemaga analima aweke hilo bondi, kwa sababu bwana milioni 100 alienda kwa hizo milioni 100 zote, inaonekana alienda kuongezea shepu. Kwa sababu bwana wewe ungeweza kumdhamini tapeli? Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo. Haya bwana. Kwa sababu bwana, kwani huyo Harmonize mnayemtajataja yeye ndo alimtuma? Nyinyi vipi jamani? Kuna mtu ameuliza. Kwa sababu bwana, ila huyu dada Mai hapa ni ushauri au anakazia tu mshono? Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu amekuja hapa ameandika kwamba tatizo huyu dada huaga alikuwaga na wajibu watu vibaya. Kuna mtu ameandika hivyo. So comment ni nyingi, kila mtu amekuja kuweka maoni yake kuhusiana na hii situation ambayo inamkabili sasa hivi Nicole, wakiwa wadau mbalimbali wakiwa wanasema kwamba Nicole anahitaji support, wasanii washikamane, waungane, ma celebrity wakubwa waweze kumtolea huyu dada dhamana ili aweze kutoka kule rumande. Lakini mwamko umekuwa mdogo kwa sababu huyu Nicole alishawahi kuaga na jitamba sana kwamba ana maisha mazuri, yuko na fedha, kwa siku anatumia pesa ndefu. Yani yeye maintenance yake yeye tu daily, zile expenditure ni za hali ya juu. Umeona bwana, na pia akasema kwamba ana biashara nyingi sana ukiachana mambo ya maduka na nini, pia vile vile ni mkulima, analima mchele na vitu vingine tofauti tofauti. Kwa hiyo pesa yuko nayo na biashara zake alisema kwamba ukijumlisha zote zinafika almost bilioni. Kwa ndio maana watu labda wamenyuti. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako bwana katika comment section kuhusiana na hili. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.